muue Mai. Ukimuua Mai, Twizi utampata tu, maana hataweza kuishi single milele. Hapana shoga yangu, yaani niondoe uhai wa Mai ili Twizi aweze kuwa na mimi? Hapana, kwa kweli mimi na imani Twizi nitampata tu, hata kama sijafanya hivyo. Kama unaona hiyo njia sio sahihi, tumefanya mbinu zote lakini hatujafanikiwa. Aminata shoga yangu, pambania penzi lako. Unamwonea huruma Mai, kwani yule ndugu yako, mtoto wa shangazi yako yule? Shauri yako, mimi ndo nishakwambia hivyo. Baba, 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 kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Mama Amanda, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Kwanza asante sana kwenye hilo. Lakini pia pole kwa situation unazopitia sasa hivi. Najua una wakati mgumu sana kwa matatizo ambayo umemkuta baba Amanda au mume wako. Lakini ni sehemu ya maisha ya binadamu matatizo. Kwa hiyo kwenye hilo na imani kabisa Mwenyezi Mungu ataweka jambo, kila kitu kitakuwa sawa. Naomba tu uwe na amani. Lakini kuna jambo moja ambalo mpaka nimekuita hapa, nataka kidogo tuzungumze kiutu uzima na kikubwa na kibinadamu. Naweza kukuambia kuwa naomba utuzae. Sijakuelewa, unamaanisha nini mjumbe? Nilijua lazima utaona kama nimeongea sui lugha ya aina gani, lakini namaanisha kwamba Bikwega anaumwa sana. Bikwega anaumwa na yuko very serious katika swala la kuumwa, na mtu ambaye akumsaidia Bikwega si mwingine, ni binti yako Amanda. Lakini nimekuita hiyo kwa sababu Amanda yuko chini ya wazazi wake, ambao wewe pamoja na baba Amanda ambaye sasa hivi yuko kwenye matatizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana mama Amanda, kwa sababu najua Bikwega amefanya mengi sana, lakini mimi naomba sana kwenye hili mama Amanda, msaada kutoka kwenye familia yako, ni kwa Amanda. Kwa sababu pia hata maradhi yake ambayo Bikwega anayougua ni Amanda ndio amesababisha hayo maradhi. Japo Mwenyezi Mungu pia yupo, lakini sisi Mungu anakuaga tu chanzo, lakini binadamu pia sometimes wenyewe kuna ambao wanafa. Kwa hiyo Amanda ndiye chanzo cha matatizo ya Bikwega. Kwa hiyo naomba sana msaada mama Amanda. Mjumbe, mbona mpendi kuniona mimi nikiishi hata na furaha hata kidogo, au amani hata kidogo? Unaelewa ni situation gani ambayo naipitia sasa hivi? Alafu sasa hivi unakuja kuniambia masala mengine hayo, sijui Bikwega mtoto wangu sijui kafanya nini kweli? Yaani yeye ndo awe chanzo cha matatizo ya Bikwega na yeye ndo aweze kumtibia? Haiko sawa hiyo mjumbe. Mama Amanda, unajua kuna vitu vingi wewe unawezekana uko na mwanao, lakini hujui vitu gani ambavyo mtoto wako anavyo. Si kwa ubaya au sio vitu vibaya. Mtoto wako ana nguvu ambazo wewe huwezi kuzijua na uzifahamu. Lakini pia Mwenyezi Mungu hata vitabu vinaandika samehe 7 mara 70. Mimi nimeongeza 10, na maana sasa hivi samehe 7 mara 80, 10 ya mjumbe ameongeza yake. Si umeelewa? Kwa hiyo alafu pia Bikwega ndio alikuwa alimjaribu Amanda. Alikuwa anamfanyia sana mabaya. Lakini Amanda kwa sababu ni ana uwezo ambao amepewa na Mwenyezi Mungu, labda ulikuwa hujui. Ana uwezo ambao amepewa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kibao kile kimemgeukia yeye. Sasa ndio maana nakwambia Amanda ndiye msaada mkubwa wa Bikwega. Sasa leo mama Amanda ukisema kuwa mimi nimekasirika, hivi watu wote wanakuwa wanakosewa na wanaendeleza hasira zao, dunia hii watu wangeishi mama Amanda? Usiwe hivyo. Hebu calm down, wazungu wanasema. Rudi nyuma. Wewe ni binadamu mama Amanda, usifanye hivyo. Naomba tusaidie sana. Kile kibibi tayari, yani mwamvuli ushakunja. Kashafika hatua ya mwisho. Muache tu afe mwenyewe tu, Mwenyezi Mungu amchokini, sio kwa kusababisha matatizo kama vile. Muoneni huruma na mviza kama Pakome yule bibi jamani. Muoneni huruma. Alafu pia nzuri zaidi, Kwega kakubali. Yaani kakubali kuwa kama kwa mfano kwenye mpira unaweza kusema timu kuwa yani imekubali kufungwa.
Yaani wameshambuliwa, wamezuiwa, mwisho wa siku yaani wewe umeachia Bluetooth imekuwaoni. Na maana mwenyewe kule kakubali kwa yeye amekosea. Na anaomba msamaha sana. Kwa hiyo msamehe Mama Amanda. Mbona unakuwa hivyo Mama Amanda? Usiwe hivyo. Usiwe na roho hiyo. Yaani roho yako na sura yako, muonekano wako vifanane, visipishane Mama Amanda. Calm down. Mjumbe, nakuelewa sana tu. Yaani unaongea sana, yaani nakuelewa. Lakini sijui kama Amanda anaweza kufanya hicho kitu ambacho wewe unakitaka. Yule bibi katufanyia vitu vingi sana. Sijui hata tumemkosea nini mimi na familia yangu. Sio mtoto wangu, sio mimi, sio mume wangu. Na kama ni kweli Amanda anahusika na hili swala, sidhani kama anaweza kumponyesha. Sijui. Amanda anamchukia sana yule bibi. Na sio Amanda tu, hata mimi. Yaani tuseme familia yangu nzima tunamchukia kwa matendo yake. Kwa hiyo sijui kama mtoto wangu mimi anaweza kuwasaidia kitu chochote hapo mjumbe. Sidhani, hawezi. Unaenda wapi? Hauna majibu Nikufundisha namna ya kunijibu vizuri ni wapi unaenda. Una majibu Nikufanya uzungumze ni wapi unaenda. Yuki, mimi niko razi mali zote nikuachia zote humu ndani. Mimi naomba niondoke. Hapa ndani upatoke. Unataka ukitoka hapa ndani ukawaeleze nini watu? Umetoka kwa sababu gani? Hapana, siwezi kuongea chochote. Unataka kwenda unaripoti polisi, sio? Ila kama unataka kuniua basi niue, kama vumwa mwanangu Adela. Unazungumza nini? Sirudi tena ndani, mimi nataka kuondoka. Ndani? Haraka. Siwezi kurudi ndani. Utarudi. Yuki, kwa nini unaning'ang'ania? Kila kitu ndani unakuachia, nataka nitoke mimi tu niondoke. Kwa nini unazidi kuning'ang'ania Yuki? Wewe ni muhimu zaidi kuliko hii nyumba. Ndani. Takung'ata meno mimi. Hana, siwezi kuingia ndani Yuki. Mwanangu anachukuliaje balia? Mwambie 45 unajua sichekeshi mwanangu, unajua kufanya noma, unajua ameshafanya matukio yako kibavu na kitu. Mwanangu sileta miayusho unajua kama hiyo balia. Babu. Kasbi babu. Koshia mwanangu. Nita koshia babu. Wewe tu. Wasitake leo. Wote mkae kimya. Sasa kirudi nitaeleza. Huyo Zuchu neno. Mchumba tu mmoja na mbilo wote. Unasikia? Wewe. Hapo mwenye ndani vyako hivyo wewe. Unaelewa nini hapa?
hii kesi inaonekana na mkono mrefu sana. Yes, of course. Na ina watu wengi sana ndani yake, na inaonyesha ni vigogo, ni watu wenye nyadhifa kubwa sana. Umakini unahitajika. Wamejipanga. Yeah, naona. Kwa hiyo unafikiria nini? Au unahitaji kampani yangu yoyote? Haina haja. But kwa sasa ni kuhakikisha rafiki yangu Twizy anakuwa yuko uraiani. That's nice. Nategemea utaferi. Nakuamini. Vitu vidogo tu. Bibi, ina maana maneno nayoyasikia ni kweli? Kumbe wewe ni mchawi. Ulienda kumloga mtu na ndio maana ukawa hivi? Hapana, sio mchawi. Sijui kabisa mchawi. Niambie ukweli bibi. Mimi naumia sana kukuona ukiwa hivyo. Marafiki zangu wananicheka. Naumia sana bibi. Alafu hauoni kama unajiweka kwenye wakati mgumu? Hebu niweke wazi bibi. Kwani nilikuwa mchawi, lakini nikipona si utaki tena uchawi bibi. Naomba unisame sana mjukuu wangu. Nisame sirudi tena. Sasa unavyoteseka bibi, unapata faida gani na uchawi? Naomba uniahidi bibi, kama ukipona utaacha mambo ya uchawi, niahidi. Nisema sirudi tena bibi. Uchawi naacha kabisa. Umefikia wapi? Nimefikia pazuri bosi, lakini kidogo kumekuwa na changamoto kwa hawa afisa wa ardhi. Kidogo kazi zao zimewabana, lakini very soon kila kitu kinaenda kuwa sawa na jina lako pia litasainiwa. Jambo zuri. Umepata muamala wote? Yeah, ndio nimepata. Lakini unajua kwa upande wa afisa ardhi kidogo kama ana roho mbili, anataka hataki. Na Mr. Nyuki, nadhani unaelewa. Yaani kila kitu sasa hivi ambacho unakitaka kiende kwa wepesi, ni lazima utie pesa. Sasa kama utatia pesa yako kidogo kwake, naamini atalainika tu na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, hilo ni jambo zuri. Hakikisha unafanya chini juu, anasaini kwa haraka hicho kitu. Sawa, na mimi kwa wakati wangu nitamuona. Tumeelewana vizuri? Sawa, nimekuelewa mkuu. Unacheka naye ndio adui yako. Wanakuchekea usoni. Hakikisha hapa ndani panakuwa pasafi. Kote, jikoni, sebuleni, hakikisha unafanya usafi nyumba nzima. Tumeelewana? Siwezi kufanya usafi. Kwani umesikia mimi ni mtumwa wako?
Kwa hiyo unataka safishe nani hapa ndani? Nikulishe, nikupe maji, halafu unataka mimi ndo nifanye usafi ha? Wewe ni mwanamke hapa ndani, ni jukumu lako kufanya usafi. Umeelewana vizuri? Tunaishi mimi na wewe hapa. Kuna tofauti gani na kuwa mke na mume? Mbona nifanya hivyo? Lakini si uniache tu niondoke kuliko manyanyaso yote. Kiburi chako ndo kinasababisha hapa. Kosa ni nini? Kukwambia ufanye usafi, unajibuje hivyo? Nimemaliza. Sifanye usafi. Sasa kwa nini unanifanya hivyo? Usinijibu unavyojisikia wewe. Si uniache tu niondoke nyumbani, kwa nini unanionea kama hivyo? Fanya usafi. Neno langu ni sheria, halipaswi kupingwa. Nikirudi hapa nikute nyumba ni safi. Kuna dakika 10 za kumaliza hiki kitu. Kimaliza osha vyombo, upike. Nimemaliza. Sawa. Mimi naweza kumsaidia yule bibi na akapona, lakini mimi najua wewe na Bikwega mnashirikiana kwenye kufanya mambo mabaya hapa mtaani. Mlikuwa mnachukua pesa za babangu, lakini mimi nilikuwa naangalia tu kama siwaoni. Awanda wana. Mimi mimi hata sijai kula hela za babako aka. Kwega wewe mwenyewe peke yako ndio unachukua hela. Mimi aka hata kidogo mimi sijachukua Amanda. Aka mimi nitoe. Lakini sasa Amanda, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja tu. Unajua nani Kwega anauma sana, umeona? Twende basi wote ukamsaidie Amanda. Yaani ukamsaidie tu apone, sababu yani anauma vibaya. Twende tu Amanda, mimi nakuomba ni mimi. Twende ukamsaidie basi bibi. Wewe si bibi yako yule? Si bibi yako unampenda? Twende basi ukamsaidie Amanda naye atembee na yeye. Amelala tu, hata kutembea hawezi yani. Twende basi nakuomba. Sawa, mimi nitaenda kumsaidia. Iwe mwanzo na mwisho kufanya uchafu wake. Kama hatobadilika, hatima yake itakuwa kifo. Ha? Kwa hiyo anakufa peke yake au tunakufa wote? Sasa mbona unataka kwenda kumuua? Sikiza nikwambie Amanda. Mimi nina zawadi yako kidogo, sawa? Zawadi yako ninayo. Na zawadi yako hapa. Chukua basi zawadi hapa hii. Afu tunaenda, tutaenda kumsaidia. Yaani hapo nilokupa utaenda kununua pulizo, afu utapuliza, afu utanunua pipi, unalamba. Unalamba, si unajua utamu ile? Unalamba utakuwa tamu. Yaani kila kitu kitakuwa sawa. Ni ndio nimekupa hiyo kidogo. Mambo yetu tamu. Unajua Amanda, mimi najua unapenda. Wewe unapenda pipi, unapenda sana pipi. Koka ndio pipi ulipop. Basi twende basi. Amanda. Wewe Amanda. Huyu mtoto anatafuta sababu. Hapa ufanye kitu hapa, buku na mkachukua. Hapa anatafuta sababu, anigeuza tajiwe hapa watu wanikanyage. Mtoto wewe ni kitu kidogo kiki kinatusumbua. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya.
Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Baya ndio tuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Baya toki